Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Serikali ya kijiji cha Sukuro wilayani Simanjiro kimesimamishwa kazi kwa muda na mkuu wa mkoa wa Manyara Queen Sendiga kufuatia malalamiko mazito ya wananchi kuhusu uvamizi wa maeneo ya malisho na tuhuma za ugavi holela wa ardhi unaodaiwa kufanywa na baadhi ya viongozi wa serikali hiyo. Wananchi wa kata ya Sukuro wamelalamikia kuwa maeneo yaliyotengwa kisheria kwa ajili ya malisho ya mifugo yamekuwa yakimilikiwa na watu binafsi kinyume na utaratibu. Hali hiyo inatajwa kuchochea migogoro ya mara kwa mara kati ya wakulima na wafugaji na kuathiri shughuli za kiuchumi za kila siku. Wamesema tunateseka sana. Maeneo ya malisho yameuzwa kwa watu ambao si wa hapa. Sasa mifugo yetu haina sehemu ya kulisha na tunagombana na wakulima kila siku, alisema mmoja ya wafugaji wa Sukuro aliyeomba hifadhi ya jina. Akizungumzia malalamiko hayo, mkuu wa mkoa wa Manyara Queen Sendiga amethibitisha kuchukua hatua kali. Serikali ya mkoa imechukua hatua ya kuwasimamisha serikali ya kijiji cha Sukuro kwa muda ili kupisha uchunguzi wa kina kuhusu tuhuma hizi za uvamizi na umiliki holela wa maeneo ya malisho, alisema Mheshimiwa Sendiga. Mkuu wa mkoa ameongeza kuwa uchunguzi huo unalenga kubaini ukweli wa malalamiko ya wananchi na kuwachukulia hatua za kisheria wote wanaokabiliwa na kuhusika na vitendo vinavyokiuka sheria za ardhi. Alisema tutahakikisha haki inatendeka. Ardhi ya malisho ni mali ya wananchi wote. Hatutamvumilia yeyote atakayevunja sheria, alisisitiza Sendiga. Na hii ni Kasako Update na Dela Thomas. Utupele wataalam atafsirie mipaka ya malisho ili watu waendelee kukaa kwa amani. Kijiji chetu ina historia chafu tangu tumefanya uchaguzi wa kuwapata viongozi hawa, kwa sababu kuna ubaguzi wa kila aina. Kuna mabeberu ambao wamegawa ardhi ambayo kama mwenyekiti ya kitongoji hana mamlaka kwa ardhi, lakini amegawia watu. Mapario zimeisha. Zimeenda wapi? Zimeuka viwanja, zimejazwa viwanja. Nani ameweka viwanja? Mwenyekiti wa kijiji. Na maana mifugo akitaka kuingia bwawa lenyewe hamna maji kwa ajili ya hizi vilimo ambayo ina utaratibu. Alafu lingine, mwenyekiti ameshindwa kuitambua watu wote wa kijiji cha Sukuro ni watu wake. Bado yeye anaitambua watu ambao hajampa kura. Mpaka sasa hivi bado yeye anatambua tu. Mimi kero yangu ni nyaza ya malisho, mwenyekiti sasa hivi amepewa watu. Iko kero yangu ni mwenyekiti amekuwa mbaya kuliko zaidi. Amekuwa mbaya sana. Ile migogoro zote mwenyekiti anatunga, anapewa ile watu sehemu ya malisho. Viongozi tunaochaguliwa, mwenyekiti na timu yako mlioko madarakani, mlitoa wapi kibali cha kufanya mabadiliko kwenye dokumenti ya mpango bora matumizi ya ardhi ambao wananchi walikubaliana miaka 10 popote pasiguswe, tufanye maendelezo tu? Tutahitaji kuona idhini ya wananchi wenye ardhi yao. Unapochaguliwa kwenye nafasi, wewe huna mamlaka. Wenye mamlaka ni waliokuchagua pale. Ni lazima washirikishwe kwenye kila hatua ili waweze kuridhia. Katibu tawala na timu zako za kitendaji, mnajua serikali za kijiji ni mali zetu serikali. Siku 7 kutoka leo nataka nione utekelezaji wa waliokaimishwa kufanya shughuli za kijiji hapa na hatua za kinidhamu zifanyiwe kazi. Tutawaomba chama watusaidie kwenye nafasi zao za kichama kwenye maeneo ya nidhamu. Katibu, umeyaona na umeyasikia kwa masikio yako. Haiwezekani hata siku moja kuwa na serikali ya kijiji ya tabia kama hizi. Haiwezekani. Kitongoji ana mamlaka gani ya kuuza maeneo mpaka ya mapalio ya wanyama wakati mpango wa matumizi bora ardhi upo? Lakini pia katibu tawala, hapa tunahitaji timu ya uchunguzi kama tulivyofanya Robo Silet. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.